Na mtazamaji, nazungumza na Emilian Ungere. Yeye ni baba wa kijana ambaye alikuwa akisoma kidato cha 4 katika shule ya Bukimao. Na pole sana. Asante sana mwandishi. Ndio. Taarifa ya msiba umeipata lini? Taarifa ya msiba nimeipata siku ya juzi majira ya saa 8 mchana. Ndio. Na kabla ya hapo ulipata taarifa yoyote kwamba mtoto anaumwa? Kabla ya hapo nilipata taarifa kutoka kwa mkuu wa shule akiwa ananiambia kwamba mtoto amepata tatizo, anaumwa, tumemkimbiza hospitalini kutoka kwa mkuu wa shule majira ya saa 7. Ndio. Na baada ya hapo ulibahatika kuweza kwenda au? Ndio, baada ya hapo wakati nafanya jitihada za kwenda nilipata tena taarifa kutoka kwa mkuu wa shule ambaye aliniambia kwamba mtoto tayari amekushafariki kwa bahati mbaya. Basi mimi nilitoka nikaenda mpaka katika kituo cha afya Nyororo, nikaenda kuonana na daktari, lakini daktari aliniambia bwana, huyu kijana ameletwa hapa amekushakufa. Na mimi nilipomuuliza tatizo lilikuwa nini, daktari aliniambia kwamba huyu mtoto anaonekana anatoka damu nyingi kichwani. Baada ya hapo kwenda kutuonesha mwili, tukamtambua kwamba kweli ni mtoto wetu, lakini alikuwa anatoka damu nyingi kichwani, alikuwa na jeraha kisogoni, ambapo tukaona mkuu wa shule ametudanganya. Kwa nini ametuambia mtoto anaumwa na kumbe amepata ajali ambayo amepigwa. Kwa hiyo baada ya kwanza kutafuta taarifa kutoka pale kijijini, tukapata tetesi kwamba mtoto amepigwa. Kwa hiyo tunaendelea na utaratibu. Na taarifa za kijijini ambazo umepata kwamba mtoto amepigwa, mazingira ya kupigwa wanasema alikuwaje? Kwamba alipigwa kama mwanafunzi tu wanaadhibiwa wanafunzi wengine, ama alikuwa akipigwa kama mtu anayeshambuliwa? Kwa kweli ndugu mwandishi, hili tukio linatatanisha sana, kwa sababu kabla ya hizo taarifa zote za mtoto kuumwa, tukirudi nyuma kabisa, patron wa hiyo shule alipiga simu usiku, alitupigia sisi wazazi na akatuarifu kwamba mtoto anatuhumiwa na wanafunzi wenzake kwamba ameiba mashine ya kunyorea pamoja na kiredio cha masikioni ambacho sisi hatujui kikoje. Lakini kitu cha kusikitisha na kustaajabisha zaidi, muda huu ambao anaongea saa 8 ya usiku hakuwa shuleni, alikuwa nje ya shule na walikuwa wako kwenye kijiji, ambapo sisi tukamuuliza kwa nini usiku huu na kwa nini mko kijijini na mko na mtoto wetu? Akasema ndio, tuko na mtoto wenu, mnaweza kuongea naye. Kwa kweli sisi tuliongea na mtoto usiku ule. Mtoto alikuwa anaonekana yuko katika hali ngumu kama amebanwa. Lakini mtoto tulimuuliza kwa nini mko kijijini, akatueleza kwamba anatuhumiwa na hilo tatizo. Lakini baada ya hapo yule patron alikata simu na akupokea tena simu yetu mpaka saa 5, na nilitumia jitihada nyingi sana kumtafuta kwa sababu walikuwa wako nje ya shule. Lakini baadaye tukawa tunafanya mpango wa kwenda wapi, shuleni, ndipo tulipopokea simu ya mkuu kutuambia mtoto anaumwa sana, anaenda amepelekwa hospitalini. Kwa hiyo kwa kweli kilichotokea ndio hicho ndugu mwandishi. Kwa hiyo tunaacha polisi ifanye kazi yake. Sasa kwamba walikuwa usiku nje ya shule, mtoto alikuwa akiishi bweni au alikuwa akiishi mtaani? Mtoto wetu sisi anaishi bwenini. Anakaa bwenini, na mara nyingi anapokuwa amepata tatizo lolote la kiafya la nini, huwa tunapewa taarifa mapema na patron ambaye ndo analea watoto. Lakini kwa siku haikuwa hivyo. Alitupa taarifa za kumtuhumu mtoto, lakini taarifa za ugonjwa tulishangaa kwa nini tuambiwe na mkuu wa shule, kitu ambacho hakijawahi kutokea miaka yote ambapo mtoto wetu anasoma pale. Sasa hizi ni mwaka wa 4. Hatujawahi kupewa taarifa yoyote na mkuu wa shule, lakini watu tunapewa taarifa na patron ambaye yeye ndo analea watoto pale nyumbani pale shule. Na utaratibu wa shule ukoje ambao wazazi mnaujua kwamba mwanafunzi anatakiwa kuwapo eneo la shule muda gani? Sisi fomu ambazo tumezijaza zinasema kwamba mwanafunzi anatakiwa kuwepo eneo la shule wakati wote akiwa shuleni. Wakati wote anatakiwa kuwepo eneo la shule isipokuwa wanapokuwa kwenye michezo na kanisani, lakini muda mwingine wote mwanafunzi anatakiwa kuwa eneo la shule.
Kwa siku hiyo ambayo napigiwa simu kwamba mtoto tupo naye kijijini, ilikuwa ni siku ya michezo au ni siku ya kanisa? Ilikuwa ni usiku wa manane, mheshimiwa mwandishi. Kwa hiyo hakuna michezo inafanyika usiku. Walikuwa wamemtuhumu na wanamtembeza kijijini kwamba aende akaonyesha alikoweka hiyo mashine ya kunyolea na hicho kiredio, kwamba ndio wanakitafuta usiku wa manane huko kijijini. Na hivi vitu ambavyo walimtuhumu navyo, mashine pamoja na redio, ni vitu vya nani? Vya mwalimu ama vya wanakijiji au vya wanafunzi? Kwa mujibu wa aliyetupigia simu, alisema ni vitu vya wanafunzi, kwa sababu alisema anatumiwa na wanafunzi, amewaibia mashine ya kunyolea na kiredio. Kwa hiyo ni vitu vya wanafunzi katika bweni hilo. Katika fomu ya shule kwamba mwanafunzi anatakiwa kwenda na redio, anatakiwa kwenda na mashine. Mpendwa wetu katika tamati hivi punde, inawezekana katika umri wake alikuwa na ndoto nyingi za kuja kutimiza malengo yake mbalimbali, lakini basi ndoto hizo zimefika ukomo. Tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kupokelewa. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele pumzike kwa amani. Amin. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amin. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amin. Ndugu na jamaa mliopo hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea huyu ndugu yetu Kojak aliaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia, nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Lakini kwangu kuna msamaha, ili wewe uogope. Nimemngoja Bwana, roho yangu na neno lako nimelitumaini. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi, na walinzi wangojavyo asubuhi. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama mbele yako? Tumwombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako,
Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Bwana, usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Kojak. Tunaomba pia watazame hawa watumishi wako wanaomboleza, uwape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe e Bwana, Na milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amen. Raha ya milele umpe e Bwana, Na mwanga wa milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amen. Raha ya milele umpe e Bwana, Na mwanga wa milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amina. Za Red Cross. Sasa msemaji wa mwisho, salamu za mwisho, lakini sio kwa umuhimu, ni mwenyeji wetu ambaye ni diwani, ni mheshimiwa diwani kata hii ya Kinyanambo, lakini pia ndio mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Mafinga, Mheshimiwa Reginald Kivingi. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana na kushukuru MC kwa kunipa nafasi. Kwanza kwa heshima kubwa sana naomba nitoe pole kwa kakangu Emil na familia yake kwa kuondokewa na kijana wetu. Twa Reginald Kivinge, diwani wa kata hii ya Kinyanambo, kama ambavyo MC amesema, mwenyekiti wa halmashauri ya mji huu wa Mafinga. Kwa dhati kabisa natoa pole kwa familia, lakini toe pole kwa watu wote kwa kuondokewa na kijana wetu. Ninaamini kila mtu aliyesikia taarifa za kifo cha huyu kijana bila shaka ameguswa kwa namna moja ama nyingine. Tunafahamu kwamba wote tutaondoka, lakini tunaondokaje? Lakini kama taarifa ziko hivyo ambavyo kijana wetu ameondoka, kimsingi inasikitisha sana. Kwa nitoe pole sana kwa wafiwa. Ndoto ya kijana huyu ilikuwa ni kubwa, alikuwa anasoma, ana malengo kwake mwenyewe, kwa familia na kwa taifa, lakini katika mazingira hayo amekatishwa. Inaumiza sana. Wenzangu waliotangulia wamesema nchi hii inaenda kwa mujibu wa sheria. Inawezekana ni hivyo ama vinginevyo. Hatujapata taarifa rasmi ambazo zinaweza kuzungumzwa kwa wazi, lakini naweza kusema kitendo cha kuchukua mtu sheria mkononi, jambo baya sana, jambo baya sana, jambo baya sana. Mimi naomba nitoe wito kwa wote, na hasa sisi kama wazazi. Mwenzangu amesema, na mimi nikazie tu kwamba ni vizuri tukawaambia watoto wetu na hata sisi wenyewe, kwa sababu leo imetokea katika mazingira hayo, kesho inaweza ikatokea kwenye mazingira ya kufanana kama hayo. Naomba tuweze kukontrol hasira zetu, lakini tufuate utaratibu. Sheria zipo, wako viongozi kuanzia level ya chini kabisa, wako wenye viti wa mitaa, wa vijiji, wa vitongoji, ngazi ya kata, wilaya, na zipo mahakama na hata polisi. Kama unadhani kuna mtu kwa kukosea, ni vizuri ukafuata utaratibu. Unaweza ukadhani pengine unatafuta haki yako kwa namna moja ama nyingine, lakini kakupelekea hiyo haki usiipate, na wewe ukaishia katika mazingira magumu ambayo hata hukutarajia. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu wananchi, tuweze ku maintain hasira zetu, zisipitilize tukafanya matukio ya ajabu kama haya. Sasa ni hasara kwetu wote. Huyu dogo alikuwa anasoma, angekuwa daktari akawatibu watoto wetu, angekuwa mwalimu akafundisha, angekuwa kiongozi mkubwa akaleta maslahi kwa taifa hili, lakini tumesababisha na kuondoa uhai wake. Inasikitisha.
Lakini nikushukuru sana katekista, nadhani nimesema mengi, tunakushukuru. Lakini nitoe salamu pia kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Mafinga, Mheshimiwa Dickson Lutevele Villa, naye kwa masikitiko makubwa anasema nifikishe salamu kwa ndugu yangu Emil. Jambo hili ni la kwetu sote, na ndio maana unakuta watu wote hawa wamejaa, kila mtu haamini kilichotokea. Imetuumiza wote. Kubwa zaidi ninachoweza kuwaomba, nyakati hizi mambo yatakuwa mengi, maneno yatakuwa mengi, kila mtu anaweza kusema anachokijua. Naomba sana tuwe watulivu, lakini kutie moyo ndugu yangu Emili na familia. Mungu wa mbinguni awatetee, Mungu wa mbinguni awatie nguvu, Mungu wa mbinguni awasaidie. Jaribu limekuja, lakini Mungu ataonyesha mlango wa kutokea. Kibinadamu tulipanga, lakini Mungu ameweza kufanya vinginevyo. Kila jambo ambalo linaruhusiwa na Bwana, Biblia inasema tushukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo niwatie moyo sana kipindi hiki kigumu mnachopitia. Ingekuwa ugonjwa, mtu unajiandaa kwamba unamuuguza mtu anapoelekea kukata roho, unajiandaa. Lakini katika mazingira haya mtu ukufikiria inatokea hivi. Unajua nyakati ngumu sana mnazopitia, lakini neema ya Bwana iwe pamoja na nyinyi. Wengine ni waombe, tusiwe mafundi wa kuongea na kusema kila kitu. Tunavyo vyombo vya dola, naomba tuviachie vifanye kazi. Mwisho wa siku tunaamini haki itatendeka, tunaamini haki itatendeka. Tolewa na Joshua Krie. Sasa namwomba Mheshimiwa Aida Kaduma kwa ajili ya kutoa salamu za shirika hili kutoka makao makuu. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Poleni sana. Asante. Naitwa Aida Kaduma, ni katibu wa mbunge wa jimbo la Mfindi Kusini, Mheshimiwa David Kienzile, lakini pia ni diwani wa kata ya Mbalamaziwa. Na nimesimama hapa kwa niaba ya Red Cross Taifa kwa sababu Emily Ungere babake Kojak ni mratibu wa Red Cross halmashauri ya Mafinga mji. Naleta salamu za Mheshimiwa Rais wa Red Cross Tanzania, Mheshimiwa David Kienzile na stafu nzima kutoka makao makuu. Wanatoa pole nyingi sana kwa familia, lakini pia kwa ndugu na jamaa wote kwa kuondokewa na kijana, mtoto mdogo miaka 19. Ilikuwa ni tegemeo kwa familia pia, lakini kwa taifa tumepata mshtuko mkubwa. Sisi kama familia ya Red Cross, kwa sababu Emily ni mwanafamilia, mara nyingi tunashughulika na shughuli mbalimbali za kutoa huduma kwa watu wenye madhila tofauti tofauti. Lakini leo kwa mtoto wetu imekuwa ngumu kwa sababu imetokea usiku, sijui ni mchana, bila taarifa. Pengine tungejulishwa mapema, tungekimbia mahali pale tukatoe msaada kama ambavyo tunatoa misaada kwa watu wengine. Lakini Mungu wa mbinguni akiamua, ameamua, limeshapangwa, hakuna wa kuzuia. Tuendelee kumuombea. Familia ya Red Cross makao makuu inatoa pole kwa Emily Ungere, mratibu wetu wa Red Cross halmashauri ya Mafinga, na timu nzima ya Red Cross kama ambavyo mnawaona wanaendelea kutoa huduma sehemu mbalimbali. Wameungana nasi kama familia kwa kutoa chochote kidogo. Rais amechangia shilingi 300,000 na stafu nzima ya Red Cross makao makuu 300,000, jumla 600,000. Msiba huu kwa sababu tu ya dharura na majukumu mengine ameshindwa kufika, pengine tungekuwa naye leo. Bado bunge linaendelea. Mungu awatie nguvu wote walioguswa na msiba huu. Kwa sehemu naomba niongee kidogo kwa ajili ya wazazi. Mungu wetu atutie nguvu wanawake na wababa pia. Hili jambo ni mshituko. Kila mmoja hapa alipo, aidha na mtoto yuko shule au anaenda na kurudi. Unategemea mtoto yuko ana amani, yuko mzima, anaendelea na shule. Lakini ghafla unaletewa taarifa za muundo huu.
tuwaombee watoto wetu, lakini pia shule inafunga. Tuzungumze na watoto wetu kuhusu upendo, kuhusu amani, kuhusu uvumilivu. Tuwaambie kwamba mtu akikukosea msamehe, samehe haraka tu. Hata kama amekuibia kitu msamehe. Tuwafundishe kuhusu dhambi. Tuwaambie kuhusu dhambi jamani. Watoto ni wepesi wa kushika. Ukimwambia mtoto ukifanya hivi ni dhambi, ataacha, hawezi kufanya. Tuzungumze na watoto wetu jamani, shule zinafunga, wanarudi nyumbani. Hiki alichokutana nacho Kojak ni kitu kidogo sana jamani. Kinyoleo sijui cha 1000 kimeondoa uhai wa mtu. Watoto wameingia ukatili kwa watoto. Tulikuwa tunafikiri ni watu wazima peke yao ndio wakatili, lakini sasa hadi watoto wadogo wanapata wapi nguvu? Wanajifunza wapi? Kama sio kwetu wazazi. Wazazi tukae chini, tushike mikono miwili, tuwaonye watoto, tuwakanye, tuwafundishe, tuwaelekeze. Tuseme na watoto wetu wapendwa. Watoto wanauma. Mtoto akishazaliwa umlee, umtunze, uhangaike na degedege, uhangaike na nini, halafu leo ghafla anaondoka. Inauma. Inauma kina mama. Uongo. Kina mama inauma, si ndio Mungu amtie nguvu Emily na mke wake, tuwaombee. Lakini wakina mama, kina baba tupige magoti tuwaombee watoto wetu. Ninaomba hili tuondoke nalo. Watoto wako majumbani mwetu leo na kuendelea, shule zingine hazijafunga, zinafunga tarehe 5. Wakirudi, hadithi ya kwanza iwe ni kuwaomba watoto wawe wavumilivu, wachukuliane, wapendane, wasigombane. Kugombana ni mwiko. Wafuate kilichowapeleka shule, ni kusoma na si vinginevyo. Mungu atutie nguvu. Tunakushukuru Father Katekista kwa ibada. Umeiongoza vizuri. Neno tumelisikia. Nadhani kila mmoja atatoka nalo likamtafakarishe. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mheshimiwa Diwani ambaye pia ni katibu wa mbunge, kwa salamu kutoka shirika la Msalaba Mwekundu kutoka makao makuu. Sasa naomba nimkaribishe sawa, si ametajwa afate balozi, si ametajwa mtoto Festus buka mtoto. Kiukweli mlikuwa marafiki, Asante. Afate balozi wa eneo la msiba ulipo. Afate mwenyekiti wa serikali ya mtaa ya Tanganyika. Ajiandae mwenyekiti wa umoja wa vijana mkoa wa Iringa. Ndio. Asante sana. Wafuate mashabiki wa Yanga. Mashabiki wote wa Yanga makao makuu Kinyanambo A, mashabiki wote wa Yanga Kinyanambo C, wawakilishi wa Yanga waliotoka mkoani na mwakilishi wa Yanga kutoka taifani, wote kwa pamoja tuweke kumsindikiza mwenzetu na wimbo wetu. Italia, palapanda, Italia, palapanda. Nenda mbele kule. Uwe nenda mbele kule. Naye mdogo wetu atakuwa amekwisha kuondoka kwenda. Tuseme amina. Palapanda Italia, palapanda Italia, palapanda Italia, palapanda Italia, naye mdogo wetu atakuwa amekwisha kuondoka kwenda. Laki Bwana Yesu mawinguni. Tunyanyue juu. Basi. Kuna Karibu uongozi kwa utaratibu unaoendelea. Asante.
Tulioko mbele hapa ni mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga. Mashabiki tuliopo na wanachama tunajumlisha Mafinga yote, matawi yote ambayo katika mji wetu Mafinga, na tulioko hapa tunatambua mchango mkubwa sana wa baba wa marehemu ndugu Emilian Rudolph Ngere kuwa ni moja kati ya waasisi wa waanzilishi wa tawi la Yanga Mafinga. Kwa kutambua mchango huo, sisi kama wana Mafinga tunamtambua yeye ni mtu muhimu sana kwa uhai wa Yanga Mafinga, bila kujali yuko tawi gani. Na kwa kupitia hilo, sisi kama wanachama wa Yanga tumeweza kujitahidi kuchanga mchango wa awali ambao tumeshawakilisha wa kiasi cha shilingi 800,000 na shilingi 57,600. Kiasi hicho cha fedha tumeshakabidhi katika uongozi wa serikali ya mtaa na bado michango inaendelea. Licha hivyo, wanachama wa Yanga tuna kawaida ya kuchanga katika grupu na michango ya grupu imeshaanza. Michango hiyo itamfuata moja kwa moja mlengwa pale nyumbani. Kwa maneno hayo, naomba nichukue nafasi hii kuruhusu wanachama wa Yanga kuweka mataji. Palapanda na hilo lipi? Na mtoto wetu asitakuwa pambo kwenda tutaimba hilo hilo, tuseme amina. Ataanza kuchukia MC. Palapanda na mtoto wetu atakuwa amekwisha kuondoka kwenda. Mwambie wewe kwaje hapa. Usachia twende kwao. Asante. Muendelee kuweka Yanga wakati tuendelee kutanganya. Tunatambua pia Emili ni mwakilishi wa Yanga Mafinga taifa. Kwa hiyo lambi zitaendelea. Bado hapo kule. Ndio, Yanga wako wengi sana. Na kilichonifaisha cha pekee, kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wameweka shada, wanasema wanatamani kuwa Yanga. Akiwemo Aida Kaduma. Wanayanga muendelee kusogea haraka kuokoa muda, tuendelee kuchomeka mashada. Tunataka nani? Aida karibu. Wale wana Simba waliamua kuweka mashada pamoja na Yanga, tunawakaribisha sana. Karibuni Yanga, muendelee kufurahia raha ya Yanga. Wanaefuata kuweka mashada ni wanaefuata ni waimba kwaya. Karibuni waimba kwaya, wagawia mashada, tunaelekea mwishoni. Wanakwaya wote nayo ama tuwape huko. Kwa amani. Ee Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyo Koja pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Tuwaombee wazima na wafu. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Tutaitika twakuomba utusikie. E Bwana, uwasamehe kwa wema dhambi zao, upokee kazi zao njema. Tuombe.
Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa ajili ya kifo cha mtoto huyu. E Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombe. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani, ili Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu amependa kumuita kwake huyu mtoto wetu Kojak, ambaye kutoka uzima huu, ambaye tunauweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu mtoto wetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Kojaki, katika ubatizo ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako walioanzisha kwa ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba akupe furaha za milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Tunaomba tuendelee sasa kuzika. Tuendelee na nyimbo. Tuendelee tuna nyimbo kwaya. Nitakimbilia wapi ili nipone na Bwana Yesu. Bwana niende wapi? Bwana dhambi zangu zanielemea. Bwana niende wapi? Kwa moyo tayari. Bwana dhambi zangu zanielemea. Bwana atakapokuja kwa mara ya pili, aje kuhukumu pamoja na malaika. Bwana atakapokuja kwa mara ya pili, aje kuhukumu pamoja na malaika. Bwana niende wapi? Kama utayari. Bwana dhambi zangu zanielemea. Kwa majina naitwa Michael Batazali Melikio, ni kiongozi mkuu katika shule ya Bukimau. Kwa kweli mimi nasikitika sana na siwezi nikasema sana. Taarifa zote zipo katika uongozi wetu. Kwa kweli taarifa kamili zinapatikana katika uongozi wetu. Naumia sana. Majina naitwa Nasma Jamasi. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Kwa kweli tuna masikitiko makubwa sana kwa kuondokewa na mwenzetu ambaye ni mwanafunzi mwenzetu katika kidato cha 4. Tutamkumbuka kwa mengi ambayo alikuwa tunafanya naye pamoja. Milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. astarehe kwa amani. Amina.
Sala ya mwisho. Ee Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha yetu ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini na kifo gani. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Ndugu zangu, tunapohitimisha ibada hii tukumbushwe na tufarijike. Neno la Mungu katika sala ya Baba yetu, kila tunaposali tunasema utakalo atakalo Mungu lifanyike. Kwa hiyo kila kitu tumwachie Mungu isipokuwa na sisi, kwa sababu yawezekana watoto hao wanajifunza mengi kutoka kwetu sisi wakubwa. Sasa kama tunayo ya aina hii, basi nasi tuyaache ili watoto wetu nao wafuate mifano yetu. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Lawrence, uandikwe ishara ya msalaba ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakaribisha sadaka kwa ajili ya kumwombea mtoto huyu pamoja na msalaba. Karibuni. Ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Marehemu Lawrence apumzike kwa amani. Amen. Tunashukuru changa kwa kuendesha zoezi hili. Kama nilivyotangaza awali kwamba baada ya mashada tutapata historia ya marehemu, wakati huo mwenyekiti wa serikali ukijiandaa kwa ajili ya matangazo ya jumla. Mwakilishi, shukrani. Karibu. Historia fupi ya marehemu Kojak Emilian Ungele. Marehemu Kojak ni mtoto wa kwanza wa familia ya Emilian Ungele. Alizaliwa tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2007 katika hospitali ya wilaya ya Mfindi. Elimu. Marehemu alisoma shule ya msingi Kinyanambo kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2021 alihitimu elimu. Marehemu aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya Bukimau iliyopo Bumiralinga kuanzia mwaka 2022 mpaka sasa 2026 akiwa kidato cha 4. Ubatizo. Marehemu alibatizwa mwaka 2019 katika kanisa la Katoliki Parokia ya Mafinga. Kipaimara. Marehemu alipata kipaimara mwaka 2020 katika Parokia ya Mafinga. Kifo. Marehemu alifariki kutokana na majeraha ya kupigwa akiwa shuleni kwao Bukimau Bumiralinga tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Marehemu amefariki akiwa kidato cha 4. Marehemu alimpenda Mungu. Alikuwa mtoto msikivu asiye na kiburi. Alikuwa anapenda ushirikiano na kila mtu. Alikuwa mcheshi.
Alipenda kujifunza vitu. Alipokosea alijua kukiri na kuomba samahani. Shukrani. Familia ya Emilian Ungele inatoa shukrani za kipekee kwa madaktari na manesi wa hospitali ya kituo cha afya Nyololo kwa kupokea mwili wa marehemu na kuhifadhi mpaka familia ilipokwenda kutambua. Shukrani pia kwa DMO na uongozi wa hospitali kwa kutupatia usafiri uliowezesha kusafirisha mwili kutoka Nyololo mpaka hospitali ya wilaya ya Mafinga. Shukrani kwa madaktari na manesi wa hospitali ya Mafinga kwa kutupokea na kuchunguza na uhifadhi wa mwili kwa siku zote mbili. Shukrani kwa jeshi la polisi kwa ushirikiano waliotupatia familia wakati huu wa matatizo. Tangu kupata taarifa hii mpaka sasa tunampumzisha. Shukrani kwa wote waliojitolea, vyombo vya usafiri na kwa waliosaidia kuandaa nyumba ya kupumzika la Kojak. Tunashukuru ndugu, jamaa na marafiki wote kwa ushirikiano wote katika kipindi hiki cha msiba, kwa majitoleo yenu kuanzia usafiri hadi waliotuandalia nyumba ya marehemu. Mungu awabariki na muendelee kuwa nasi. Amen. Asante sana. Historia fupi ya marehemu kijana wetu, lakini ndani ya historia hiyo kuna shukrani tayari kama familia zimetolewa, na familia hii ni ya watu wasio kidogo, na marehemu ameondoka akiwa anataka kufuata PhD, lakini Mwenyezi Mungu akasema uishie hapo. Mwenyekiti, karibu. Asante ndugu MC kwa kunipa nafasi. Ndugu waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Nitumie nafasi hii kuwapa pole sana familia ya Emil, lakini pia nitumie nafasi hii kuwapa pole sana ndugu, jamaa na marafiki walioguswa na kifo hiki cha kijana huyu. Tunawapa pole sana, lakini pia tunawaombea familia kwa Mwenyezi Mungu waweze kuvuka salama katika kipindi hiki kigumu. Sisi kama mtaa wa Tanganyika tumepokea kwa masikitiko sana kifo cha kijana huyu, kwa sababu alikuwa mdogo na pia alikuwa na ndoto nyingi. Hatujui hapo baadaye angekuja kuwa nani, lakini ndio hivyo tena, hatuna cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu, maana imeandikwa tumshukuru Mungu kwa yote. Poleni sana familia. Niombe sasa, baada ya kutoa salamu hizo fupi, nimkaribishe mtu aliyoandaliwa kwa ajili ya kusoma michango aweze kuja. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika: awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini.
LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.